Baada ya kufika huko, Aba aliwapokea kwa ukarimu mkubwa. Aliwaambia wazi kwamba anajua kilichowaleta hapo kinahusiana na mji wa Saranjana. Alieleza kuwa jambo hilo ni gumu sana kushughulikia kwa sababu mji huo haonekani kwa macho ya kawaida. Alifafanua kuwa Saranjana unasimamiwa na majini wenye nguvu kubwa, na majini hao wana tabia tofauti kabisa na wanadamu. Ni watu wachache sana walioteuliwa, watu maalum ndio wanaoweza kufika Saranjana. Watu wa kawaida hawawezi kabisa kuingia katika mji huo. Walimuuliza Aba ni kwa namna gani wangeweza kumwokoa Sita. Aba akajibu kwamba kuna njia moja tu, lakini ni njia hatari sana, yenye hatari kubwa kupita kiasi. Ili kufanikiwa, walilazimika kuingia kisiri katika mji wa Saranjana, kumchukua rafiki yao na kurudi tena duniani. Walimuuliza ni njia gani ingetumika, ilhali tayari amesema kuingia huko ni kugumu. Aba akawaambia kuwa kuna njia moja tu inayoweza kutumika, nayo ni kupitia njia ya Hamaa. Walitaka njia ya moja kwa moja, hawakutaka maelezo marefu. Aba aliwaeleza kuwa njia ya kuingia Saranjana inahitaji kifaa maalumu kinachoitwa mandau. Mandau hiyo ni silaha ya kichawi na ndiyo ufunguo wa kufungua mlango wa kuingia Saranjana. Hata hivyo, mandau hiyo inamilikiwa na watu wa utamaduni wa Dayak. Aliwaambia pia kuwa mlango wa kuingia Saranjana upo katika kilele cha mlima mmoja, eneo la Kanumantani, mahali palipo na mti maalumu unaoitwa halauhalau. Mti huo si wa kawaida. Katika moja ya mizizi yake kuna tundu ambalo ndilo lango la kuingia Saranjana, lakini lango hilo haliwezi kufunguliwa bila mandau. Mandau hiyo inasemekana kuwa mikononi mwa mtu mmoja tu, mganga mwenye nguvu kubwa za kichawi aitwaye Ampong. Alieleza pia kuwa muda wa Saranjana unaendana sawa na muda wa dunia. Hivyo, iwapo siku 7 zitapita na kumalizika, Sita hataweza tena kurudi duniani. Kwa sababu hiyo, walilazimika kufanya uamuzi mgumu wa kusafiri kwa haraka ili kumwokoa Sita. Baada ya majadiliano marefu, walikubaliana kwanza safari hiyo hatari kuelekea Saranjana. Kwa bahati nzuri, Anwar na Hamida waliungana nao katika safari hiyo ya kupambania maisha ya Sita. Siku ya pili baada ya Sita kutoweka, safari ilianza rasmi. Lengo la kwanza lilikuwa kuitafuta mandau kwa kufuata maelekezo ya Aba. Baada ya kutembea mamia ya kilomita, walifika katika mji uliokuwa makazi ya Ampong. Hata hivyo, walipofika huko waliambiwa kuwa Ampong, mganga mashuhuri aliyekuwa akiwazuia wachawi na mashetani katika mji huo, alikuwa amefariki dunia siku chache zilizopita. Ingawa hivyo, waliambiwa bado wanaweza kwenda kukutana na mke wake ambaye aliishi pembezoni mwa mji, mbali kidogo na makazi ya watu wengine. Ampong alikuwa mtu aliyetenga na jamii, akiishi mbali na mji. Kwa kuwa ilikuwa usiku, walilazimika kupumzika kwanza na kuendelea na safari asubuhi ya siku iliyofuata. Ilipofika alfajiri, waliendelea na safari yao ndefu. Nyumba ya Ampong ilikuwa mbali sana, ikiwa juu ya maji, hivyo walilazimika kutumia mashua. Wakiwa njiani, waliwaona wenyeji wakifanya shughuli fulani ndani ya maji karibu na makaburi. Mwanzoni walidhani ni wavuvi, lakini baadaye waligundua kuwa watu hao walikuwa wanazika marehemu ndani ya maji, makaburi yakiwa yamechimbwa chini ya maji. Walipofika nyumbani kwa Ampong, walikuta mke wake akiishi peke yake. Tangu kifo cha mume wake, mwanamke huyo alikuwa akiishi kwa kujitenga, kwa sababu watu walimchukia Ampong kutokana na uganga wake uliowazuia wachawi na watu wabaya kutekeleza uchawi wao. Mwanamke huyo ambia wazi kuwa anajua wanakitafuta kitu kinachoitwa mandau, na pia anajua wanataka kwenda Saranjana. Aliwaonya kuwa Saranjana ni mahali hatari sana, na mtu anaweza kwenda huko asirudi tena duniani. Aliwaambia pia kuwa mandau wanayoitafuta haipo nyumbani kwake. Kitu hicho kilizikwa pamoja na mume wake Ampong. Kwa hiyo hawakuwa na budi ila kuelekea makaburini, mahali alipozikwa Ampong, na kujaribu bahati yao kupata mandau kutoka katika kaburi hilo. Kwa kuwa tayari walikuwa wamepoteza muda mwingi na siku zilikuwa zinaendelea kuisha, waliamua kutochukua muda zaidi na kuondoka mara moja kuelekea makaburini.